Karibu katika kurasa za mwisho, na tunaomba radhi kwa kuchelewa kuanza kwa kipindi hiki kutokana na sababu za kiufundi. Mimi ni Philip Cyprian pamoja na Philip Nkini, Charles Abel, Judith pamoja na Molandi, tukiwa katika dakika hizi chache kwa ajili ya kurasa za mwisho. Na kabla ya hayo yote, jana tuliweza kushuhudia Morocco wakitinga katika hatua nusu fainali ya michuano hii. Na watu wengi sana walikuwa wanasema mwenendo wa Morocco ni wa kinyonga. Jana wametinga katika hatua ya nusu fainali wakimtoa Eto'o Cameroon, ikiwa ni mechi moja nzuri sana iliyochezwa hapa jana. Na pia Mali nao wakitoka katika mechi yao hiyo na kuweza kuhitimisha katika safari hiyo ya Mali hapo jana. Lakini jana usiku mwenzetu Fatuma Chikawe alikuwa katika dimba ambalo Morocco walicheza. Kwa hiyo tuna mambo yakiwa mazuri, basi tutakwenda kuweza kuishuhudia nini ambacho kimetokea. AFCON imependeza. Yeah, imefika katika hatua ile yenyewe. Wanakuambia wako kwenye hatua ya wakubwa. Wakubwa. Yeah, pale nikiangalia pale kweli timu 8 zile zilizokuwepo katika robo finali ni kubwa. Na tupo tunazungumza hapa kuhusiana na mechi za leo ambazo zinakwenda kuhitimisha katika hatua ile ya robo finali. Nigeria, Algeria, Misri pamoja na Ivory Coast. Yeah. Ni mechi ambazo ukiziangalia ni mechi za ushindani kweli kweli. Na mpaka sasa hivi ukiangalia pale walioingia katika hatua ya nusu finali, Senegal na Morocco. Tunasubiri leo tena timu nyingine mbili ziweze kuingia katika hatua hiyo. Ambao anapita kwenye kati ya Nigeria na Algeria, anaenda kucheza na Morocco. Ukiangalia pale katika zile timu zote na za leo zilizobaki, nyingi zimequalify kwenda kwenye World Cup, ndio? Yeah. Ni nyingi, ni zote. Kasoro Nigeria. Kasoro Nigeria. Tunisia, Afrika Kusini ndio hapo. Yaani hawa ambao wako sasa hivi. Nigeria. Waloingia nusu wote Nigeria tu ndo nani, si ndio? Na Tunisia ambaye yuko kule katoka. Katoa nafasi. Kwa Nigeria pale alikosekana pale ni Ghana. Wapi? Na Cape Verde pia. Na Cape Verde. Na Cape Verde, lakini alikosekana pale kwa Afrika ni Ghana. Si ndo na Cape Verde na sisi Afrika. Achana na timu kubwa. Kuzungumzia kwa timu kubwa. Timu kubwa, wakubwa. Mimi nilikuwa nataka kuzungumzia ambao wamefuzu. Kwa hiyo tayari Waarabu wameingia mmoja. Mmoja leo Waarabu wako wawili wanavizia hiyo hatua. Huko kwa Nigeria na kule kwa Ivory Coast. Haya basi, tutarejea tena katika mjadala ya AFCON ambayo nusu fainali inaweza kuhitimilika hapo katika michezo itakayochezwa tarehe 14 na tarehe 17 itakuwa ni mchezo wa ushindi wa tatu, 18 itakuwa ni fainali ambayo itachezwa. Mimi fainali ninavyoiona ni kati ya Morocco na Senegal. Mimi kama mimi. Kuna watu wataniingilia kwenye mawazo yangu mimi. Na sisi wala hataki kuingilia kwenye mawazo yako. Fainali ni Morocco na Senegal. Morocco na Senegal. Molandi anasemaje? Molandi nitani. Molandi kidogo tu. Mimi na Morocco na Senegal. Uko na mimi. Niko na ungana na wewe. Mwingia kwenye mawazo yangu. Mimi Morocco na Algeria. Morocco na Algeria. Sasa kwa Morocco na Algeria nakataa. Kwa nini? Sababu hawa wanakutana nusu finali. Morocco na Algeria, kama Algeria akivuka atakuja kukutana naye nusu finali. Kwa hiyo zile haziwezi kutokea, haiwezi kutokea finali yao. Moja lazima. Haya. Bado utajikuta tu unabaki kule kwenye Abeli. Basi nakuja huku kwa Senegal. Senegal ni Morocco. Leo nikufuate. Leo. Na mimi nimeungana huko. Hata mimi sina kipingamizi. Leo nimekuja kwako. Leo umepatia. Leo nimekuja kwako. Leo umepatia. Amuoni Nigeria. Na Nigeria naye afiki akipita. Yaani hawa wawili wote hawawezi kufika, yeye na Morocco. Kwa sababu Nigeria akivuka ina maana anakutana na Morocco. Nusu finali.
Kwa hawa wawili hawawezi kukutana kwenye fainali. Ndio nachokizungumza, Nigeria hawezi kufika Nigeria na Senegal. Inawezekana. Hiyo inaweza kutokea. Kwa hiyo unamtoa tena Morocco. Anasema na yeye nimejaribu angalia. Ukishamtoa Morocco basi Nigeria anaweza. Mola Chazi alikuwa anasema timu pekee ambayo iliwaweza Morocco ni Taifa Stars. Yeah. Na kweli. Yaani pekee ndo wamewaweza Morocco kwamba sisi tulikuwa tunaondoka kwenye mashindano. Yaani hadi sasa hivi kwanza wanazungumzia mechi ya Taifa Stars. Kwa sababu hata jana kabla ya mechi hata mwalimu mmoja alikuwa anazungumzia zaidi mechi ya Taifa Stars. Kocha wao. Yes. Anasema kwamba anasema hakufurahishwa na namna ambavyo mashabiki wa Morocco walisahau mazuri mengi waliyofanya nyuma kwa sababu ya mchezo mmoja dhidi ya Tanzania. Yaani yeye mwenyewe yani kwamba mashabiki wengi hawakufurahishwa na performance ya timu yao kwenye mchezo dhidi ya Tanzania. Hata Diaz. Kwa hiyo anasema kuna mazuri mengi waliyofanya nyuma, lakini yani hapa hakupendezwa na namna ambavyo watu walikuwa wanajadili zaidi mchezo wa Tanzania timu kulikuwa kuna shutuma nyingi maana yake kuhusiana na performance wakati wa Tanzania. Yaani bado hajalizika na mashabiki wa Morocco walijua Tanzania, yani pale ndo Morocco watajipigia tu. Na hata yani walichukua kwamba ni timu nyepesi. Na hata baada ya mechi mashabiki walisikia wakiwa wanaongea na wakiwa wanalalamikia hilo. Kwa maana performance ambayo wameonyesha Morocco ambayo ni performance ambayo ni ya chini sana na wengi walitarajia kwamba matokeo yangepo zaidi ya goli 2 mpaka goli 3 sasa wangefungwa. Tutarudi katika mjadala. Mjadala huo pia upo katika story ya Fatuma Chikawe, tutaendelea kuzungumza zaidi. Tugusie vipi kuhusiana na Dar es Salaam Derby tarehe 13 Januari. Zimebaki siku kama chache tu, leo tarehe 9. Leo 9 10. Leo 10. Imebaki siku 3. Azam dhidi ya Yanga. Mapinduzi Cup, yes. Ya, mechi dume. Gombani Pemba hiyo. Hivi ndo wanacheza pale kwa mara ya kwanza. Na mimi ni mara ya kwanza wanakutana hapa Yanga na Azam. Hivi naomba kuuliza, wale timu walikuwa kuna timu imewahi kuingia fainali kweli? URA. Ama timu inasumbua kama URA. URA wamechukua na ubingwa kabisa. Lakini ni kipindi nyuma sana, imepita miaka mingi. Kwa sababu yani fainali unaonaga ni 2016 kama sijakosea. 2016. Bado mbali hapo kidogo. Kama sijakosea, walichukua ubingwa kabisa. Kwa sababu yani hapa ni Azam, Yanga, Simba, Mlandege yani. Na unajua kule aliyotawala zaidi ni Azam. Yaani kwenye Mapinduzi Giant ni Azam ndo amechukua ubingwa mara nyingi, anafuata Simba, wanafuata Yanga mara 2, Mlandege mara 2. Yanga na Mtibwa. Yanga na Mtibwa, Mlandege wamefungana hapo kwenye mara 2. Na maana Azam kama akienda kuchukua inakuwa mara yake ya 6. Haya, katika gazeti la Mwana Sports kwa siku hii ya leo headline kubwa kabisa ni bosi Yanga amfuata Okello. Hivi ikiwa tuliona jana katika mitandao sana wakizungumzia kuhusiana na Yanga pamoja na dili la Okello, kama na yule hata kiongozi wao. Sheria zinasema za kama ukimfuata mchezaji kama hivi anaweza akacheza fainali Mapinduzi. Sasa kwenye Mapinduzi kunakuwa na listi. Yaani kule kunakuwa na usajili wa wachezaji ambao wanatumika. Kwa hiyo hauwezi tu ukaja leo umempata leo kesho ukamuingiza uwanjani akacheza. Wale kule wanasajiliwa kwenye listi kabisa. Yaani wanakupa na idadi ya wachezaji, maana kama wachezaji ni 25, ni wale ni 25 ama ni 30 kwa maana ZFA wanafanyaje? Wanaweza kwa ajili ya kuwahudumia. Kama nyinyi mtaongeza wenyewe ni extra, atakuwa kule kambini mtahudumiwa kwa gharama zenu wenyewe. Ndio ni sheria tu. Haya, tutarudi katika taarifa ya bosi Yanga amfuata Okello. Tutamwangalia pia Okello mwenyewe kwa sababu ni mchezaji kijana ambaye anaendelea kukua na anakuja katika tunasema kwamba anaweza akajiunga na Yanga katika dirisha hili. Dirisha linafungwa tarehe 15. Tunafuata tarehe 30. Leo ilifunguliwa tarehe 1. Okay, ambao bado siku nyingi kidogo. Inawezekana dili likakamilika. Kwa hata kwa anacheza ligi za hapa tu ndani. Ligi ya ndani yule si amatumikia Vipers kwenye michuano ya kimataifa. Kwa tutarejea kwanza kuzungumza zaidi kuhusiana na Okello. Twende kwenye lile la mashabiki ambao mlisema mashabiki wa Morocco walikuwa hawana furaha katika mechi ile ya Taifa Stars.
ukiangalia, lakini ile ya Nado kweli kwamba kwamba ile ya Nado kweli penalty penalty halali kabisa. Kwani nani anaibishia? Yaani nani anaikata? Hata kuna mimi niliona video moja, sio ni TV, sio ni wapi, mwandishi alienda akawa anazungumza na shabiki wa Tanzania, anazungumza naye, akapita shabiki wa Morocco, alafu akamwambia ile sio penalty kabisa. Ule mwandishi akahamisha maiki akampelekea, akamwambia ingekuwa ndio Morocco wamepewa hiyo, yani ndio ingekuwa ndio mchezaji wa Morocco amechezewa, akasema penalty halali kabisa yani. Sasa unajua nini? Baada ile kufanyika vile kukaja sababu nyinginezo kwamba katika mitandao ya kijamii kwamba mpira ni zaidi ya matokeo. Sio, umeelewa? Mpira ni zaidi ya matokeo. Wakati anamaanisha nini? Kwamba mpira yani sio yale matokeo tu. Kuna vitu vinginevyo vinasaidia katika football. Ninachojua football discipline, nidhamu. Sasa hiyo unahusika vipi na mtu kwenye mapenzi? Moja kwanza nidhamu, ndugu yangu mwandaaji, ndugu yangu mwandaaji kipi sasa? Yaani mwandaaji sisi kama ingekuwa ni mwandaaji sisi tungechukua chani hapo. Si mwandaaji, kama mwandaaji unampana. Tutakuja kuzungumza. Twende kwa Fatuma Chikawe. Jana alizungumza na alikuwa katika mchezo kati ya Cameroon na Morocco, wenyeji Morocco, na mashabiki walifurika kweli, na mchezo huu ni mchezo mara baada ya Taifa Stars ambao tumeuzungumzia kwamba walikuwa mashabiki wamekwenda uwanjani wakiwa hawana furaha, lakini jana wakawa na furaha. Fatuma Chikawe, karibu. Assalamu alaikum, dima maghrib, dima maghrib. Imekuwa ni siku nzuri sana kwa mashabiki wa Morocco. Kibaruani kwao hakukuwa na kazi kubwa zaidi tu ya kuwashangilia wachezaji wao wakifanya vizuri mbele ya Cameroon. Ushindi wa magoli 2-0 kwenye hatua hii ya robo finali unawapeleka katika hatua ya nusu finali, hatua muhimu, mguu mmoja mbele kuelekea kwenye mechi ya finali. Lakini wao wanatamani mashabiki hapa wakutane na jirani yao Algeria kwenye mechi ya nusu finali, lakini kibarua cha Algeria chenyewe kiko mbele ya Nigeria katika mechi ya robo finali nyingine ambayo itachezwa. Je, watakutana na Algeria au Nigeria? If Morocco meets Algeria, because it's a classic, so it would be a very interesting game to watch. Thank you so much. Hakuna matata. Amazing feeling. Very happy to be here today and to attend this game. It was amazing. We were all happy with this score, and also how Morocco they played today. It was amazing. We didn't see Cameroon, and yeah, we are just happy. The game was amazing. The player was amazing, and we good. We head into the semi-final. Just a message for Algeria or Nigeria: be prepared, because Morocco is already prepared. Guys, we love you. Thank you. Enjoy. It feels good, to be honest. It feels really good, and I think we will win the AFCON, and I'm really happy. Congratulations to Cameroon, because it's a really good team with really good players, but it wasn't enough against Morocco. But respect for Cameroon. Merci. I would like to meet Zaire because there is a rivalry between us and Zaire, so beating them here in Morocco and taking the cup with them is gonna feel much better. I mean, Nigeria is good, so I hope they beat Nigeria, so it's gonna be an easy mission for us. All the best. All the best. So let me tell you something. The cup is being held in Morocco. It's gonna stay in Morocco. It's going nowhere. It's either we're gonna win it by football, or we're gonna buy it, or we're gonna do anything to get it here. Let's go Morocco! Shukran, merci. Miongoni mwa raha za mashabiki wa Morocco, nami wamenitunuku bendera hapa kuashiria kwamba furaha yao ni kuona kombe hili la AFCON linasalia katika ardhi yao ya nyumbani. Hawakuweza kufanya hivyo mwaka 1988 walipomaliza kwenye nafasi ya 4, lakini safari hii wanasema wamedhamiria kwa vitendo kombe hili lisalie katika ardhi hii ya ukanda wa Afrika Kaskazini. Dima Magharibi. نلعبوا عليها ونجيبوها والله ما تروحي ويا ربي وشنو صاري كونوا رجال الدراري.
Nimekuambia ni furaha kwao wakiwaaga Cameroon, wametolewa kama ambavyo ilikuwa kwa Tanzania. Ni siku nzuri nyingine tena kwa Morocco. Tukutane katika mechi ya nusu fainali kujua je, Morocco hatima yake ikoje na kwenda kuhitimisha kama alivyoanza ama anakwenda kudhihirisha ubora wa yeye kuandaa michuano hii, lakini pia kuelekea katika michuano ya kombe la dunia mwaka 2030. Fatma Abdalla Chikawe, Azam TV, Rabat, Morocco. Wana mashabiki hao wa Morocco wakiwa na furaha tele kuhusiana na ushindi wao kuelekea katika hatua ya nusu fainali ya michuano hiyo. Kwa hiyo hapo Morocco tutegemee kwamba anaweza akacheza kati ya Nigeria Algeria leo hii. Senegal anamsubiri kati ya Ivory Coast Algeria. Hiyo ni mechi ngumu kweli. Nigeria na Algeria au baada ya mshindi anatoka kangoka. Nani? Naanza kuogopa. Nani angopa? Ule utabiri wao. Unaanza kuogopa? Hilo mechi ni ngumu. Morocco hataki kukutana na Algeria. Morocco atacheza Morocco hataki kukutana na Algeria. Anahisi akikutana na Nigeria itakuwa na unafuu. Kwanza hata pale kuna shabiki ameonekana anaiombea Nigeria. Yaani Morocco hataki kabisa Algeria. Kwanza ilivyo ni beef la hayo mataifa ambayo lipo kiutamaduni, sio niseme hivyo. Tukumbushe mashabiki kwamba kuna ile timu ya Algeria ya klabu ya Afrika walizuiwa kuingia Morocco na RS Berkane kipindi kile. Kwa hiyo kuna mambo mengi ndani yake ukifuatilia namna ambavyo kisiasa kinchi zote mbili hizi haziko katika mwelekeo ambao naweza nikasema kwamba ni mwelekeo wa kiupinzani. Kwa maana kwamba timu zinapokutana na timu kutoka Algeria zinapokutana na timu kutoka Morocco ni upinzani. Timu za taifa zinapokutana kati ya Algeria na Morocco, hizi mbili ni upinzani. Maana yake hiyo mechi hiyo, maana yake kitapigika haswa, kitapigika. Ila mimi natamani sana hiyo mechi. Lakini Morocco wamekuwa wanalalamika sana. Wanalalamika nini? So mwamuzi wamebadilisha. Mwamuzi yupi ambadilisha? Au ni jamani. Morocco anapanga waamuzi sana. No, kweli nkini. Walipeleka protest CAF. Wameenda kuomba sawa, wale CAF walitakiwa wakomalie kama nani. Kwa nini wanawapa priority kubwa namna hiyo? Kwa nini wawape umuhimu mkubwa namna hiyo? Ndio tunarudi pale aliposema babu sasa mwanzo. Na wengine wakilalamika wasikilizwe. Kwa sababu unajua anachokisema nkini ni kitu very sensitive. Yaani katika mashindano haya CAF wameonyesha udhaifu mkubwa sana. Wameonyesha? Yes. Kwanza hawajatengeneza picha nzuri kwa marefa wao. Yaani kitendo cha timu moja inamlalamikia mwamuzi, na ukisikiliza hoja za Morocco, hoja zao wanakuambia sisi tuna upinzani na Misri. Kwa hiyo hatutaki refa kutoka Misri achezeshe mechi yetu. Maana yake inaonekana sasa kuna mambo mengi yanayoendelea katika upangaji wa waamuzi. CAF wanatakiwa wasimamie tu msimamo wao ule ule. Kwa sababu kama umeita marefa 54 kuchezesha AFCON, maana yake wote unawaamini kwamba wako na daraja la juu. Yule mwamuzi wa Misri ndio yule alichezesha mechi ya Simba na Yanga. Mechi ya Simba na Yanga. Na mwamuzi bora sana. Yaani sio kama ni mwamuzi ambaye anababaisha, kwa sababu ashachezesha hizi Arab Cup nusu finali. Yaani ana historia nzuri. Kwa hiyo Morocco hapa ndio unapoanza kutengeneza sare maswali kwa watu kwamba inaonekana kama Morocco labda ana marefa wake. Sio, unanielewa? Tunasisitiza labda. Sio kwamba hata Morocco kwa sababu na wao wanataka kujua CAF imepoteza msimamo kwenye hayo. Baada ya hilo Misri nao wakamkataa refa kutoka Morocco, Jalal Jihedi ambaye ndo alikuwa achezeshe Misri mechi ya leo. Jalal Jihedi ndo alikuwa amepanga kuchezesha na wasaidizi wake pia wengine kutoka Morocco. Egypt imewakataa, CAF imewabadilisha. Sasa ndio maana kwa hiyo inaonyesha kila mtu atakayekataa waamuzi. Sasa jana nilikuwa nasoma kuna habari moja, Samuel Eto'o, rais wa chama cha soka Cameroon na rais wa chama cha soka cha Senegal, inasemekana wamepeleka tuhuma zao kwa shirikisho la mpira, yani wanaituhumu shirikisho la mpira Afrika katika hiyo, yani wana mashaka na hiyo upangaji wa hizo decision ambazo zimefanyika, kwa sababu ndani ya muda mfupi timu zinapeleka malalamiko, marefu wanabadilishwa. Kuna nini kinachoendelea nyuma ya pazia? Kwa tayari kuna rufaa yake. Yaani wao wamepeleka, yani wameonesha kutofurahishwa. Hawajakata rufaa.
Unajua kuna ile tunatuma kuonesha kwamba masikitiko yetu kwamba kuna A B C D E, tutacheza mechi zetu, lakini kwa hiki kinachoonekana kinachoendelea hatuko akiendani na ule tunasema fair play hapo, zana ya uungwana mchezoni. Najua nimeona Eto'o alikuwa analalamika sana, yani kule yuko VIP, lakini muda mwingi sana alikuwa analalamika, yani kama vile yani hafurahishi na jinsi maamuzi yanavyochezesha ile mechi. Wanasema haki sio tu itendeke, lakini ionekane imetendeka. Kameruni jana wanaweza wakasimama wakasema sisi hatakuwa na mwamuzi alituua, na uwezi ukawapinga hata kama wamezidiwa, kwa sababu yanotokea nyuma siku chache kabla yanaweza akawapa wao nguvu ya kulalamika kwamba wao refa alibadilishwa. Yani kulikuwa na sababu gani za msingi za kumbadilisha refa? Hakuwa fit? Hapana. Alikuwa na matatizo yote, hakuwa na matatizo yote. Lakini yote na yote nafikiri kana hata hizo timu nyingine zimechukua malalamiko, kama mfano ametoka Kameruni hapo, nafikiri yote baada yale maamuzi, nafikiri baada ya yale ya Stars nafikiri na Morocco. Kwa hiyo na naamini kabisa hata kwa kuelekea mechi ya nusu finali mpaka na finali, na hata baadhi ya timu nafikiri zitakuja kulalamikia kuhusiana na Morocco na wasiwasi baada ya yale maamuzi ya katika mechi zaidi ya Stars. Ya, kwa sababu kumeonekana kutoka mchezo wa Taifa Stars kuna viashiria. Unajua mimi kinachonisikitisha, mimi kinachonisikitisha, Afrika tumepiga hatua 10 nyuma. Yaani ukiangalia finali za AFCON zilizofanyika Ivory Coast, marefa wa Afrika walikuwa ni dunia nzima iliwasifia, yaani namna ambavyo yale mashindano yalichezeshwa. Lakini mwaka huu imekuwa ndio kinyume. Kumekuwa na malalamiko mengi sana ya maamuzi mabovu yamekuwa, yaani tatizo ni nini? Na ukizingatia kuna teknolojia sasa hivi na nini, yani ndio litakiwa yale makosa mengi sana yapungue. Ndio tulikuwa tunataka waamuzi wetu wa Tanzania wajifunze. Yaani kwa mfano babu, labda nikuulize swali moja. Refa bora Afrika sasa hivi ni nani? Yaani kwa mwaka huu. Ni yule Msomali. Yule Msomali Mohamed Altani. Kikafu, si ndio? Kikafu. Kwa CAF alishinda tuzo. Kachezesha mechi ngapi AFCON? Lakini mimi namuona yule alichezesha jana yule Mauritania CAF anamtumia sana. Ndio tunapokuja kwamba Dala anapewa mechi nyingi, lakini angalia hizo mechi nyingi anazochezesha ni za mlengo wa timu zipi? Yaani mechi nyingi ambazo refa bora Afrika hapewi hizo mechi. Yaani wote tunakubaliana kwamba Altani ndio refa bora Afrika kwa sasa. Lakini hizo mechi hapewi. Yaani zile mechi ambazo za maamuzi konki ambazo zinahitaji muamuzi ambao ni bora, yule hapewi. Anakuja kupewa Dahani. Unajua nini huyo nani Mohamed Altani ukimwangalia kama kigezo cha umri, ngoja kwanza. Kigezo cha umri ni kama azidi miaka 40 azidi. Si ndio? Ndio. Ukimwangalia nani Dahani amezidi. Yaani ukiangalia unaweza toka search. Nice. Ngoja basi, sasa katika hapo kuhisi na mimi ninakukatisha kwamba ngoja basi. Huyo Altani kachezesha finali Pyramid na nani? Na Sundowns finali ya mabingwa. Club. Na finali ya kombe la dunia la vijana under 20. Ilikuwa achezeshe Mohamed Altani. Ila kwa sababu kulikuwa na timu ya Afrika iliingia ambayo ndio Morocco. Ndio maana FIFA wakafanya nini? Kwa hiyo na maana hata FIFA wenyewe wanakubali ubora ule Msomalia. Ngoja nikwambie idea yangu. Sawa, najua hivyo vitu sivikatai. Kwa hiyo umri mdogo na umri mkubwa. Huyu mkubwa anaweza akawa na maamuzi ya hekima zaidi. Mimi bado sijakuelewa. Sijajua unataka kuwekaje hoja yako. Sijajua unataka kuiwekaje hoja yako katika maamuzi. Huyu si kijana mdogo, anaweza akawa na maamuzi ambayo lakini ni bora, tunaheshimu. Lakini huyu kijana mdogo ni bora. Ni bora, ni kweli tunamheshimu. Lakini kwenye umri mkubwa pia kuna swala la hekima. Sasa kwenye namna ya kutumia hekima, namna ya kufanya upembuzi yakinifu. Sasa ukishatumia hekima kwenye mpira lazima malalamiko ya wewe. Sasa hivi unataka kwenye football tutumie busara. Hata busara. Busara. Tutumie busara kwenye football, tutumie kanuni na sheria. Busara, mimi nilitarajia naandaa mashindano. Sawa, japo mkini ananipinga na mambo ya chani. Mimi ninaandaa mashindano. Siwezi kutoka. Kwanza ile tulipofika robo finali. Wewe kutoka kwa nini? Tulifika robo finali ya chani. Ile tulipofika robo finali ya chani. Tungegoma kutoka? Tusingegoma. Ilikuwa tayari imetosha.
Kwa nini hao isitoshe robo finali wenyewe waende mpaka finali? Sema robo tulikutana na nani ndio tukaishia. Yaani kwa Morocco wenyewe wakiwa wakubwa wenyewe wana haki. Sisi wadogo hatuna haki. Kwa sababu robo tulipangwa kukutana na Morocco. Mimi nilitarajia hapa mimi sawa. Ungesema kwamba ambaye mwenye umri mkubwa hatuweza kuendana na speed ya mechi. Ya ile mechi. Vyote vinaingia humo. Vyote vinaingia humo. Speed pamoja na hekima ya kufanya hekima katika maamuzi ya kihekima. Yaani busara katika nitoe kadi nyekundu ama nisitoe. Football haina busara. Ngoja kwanza, au niende kwenye VAR nikachungulia au nisiende? Maana unaweza ukaenda kwenye VAR ukakutana na mambo ambayo yanakuambia sasa mpira ni sheria 17. Mpira si una utaratibu wake. Kuna VAR imekataliwa. Ipi? Aliitwa. Uliona kile Tanzania? Hajaitwa yule. Tanzania hakuitwa. Yaani uandamizi au kuanzia kwa huyu tu wa ndani. Na walimlazimisha. Mimi nilikuwa namtafuta nimuone akifanya hivi naona na walimlazimisha wachezaji sasa kwenda kumzingira kule aende kwenye VAR. Halikataa. Sema tu hataki kuweka mambo yawe wazi. Hayo ni mambo ya AFCON. Leo hii ni Algeria na Nigeria wanacheza mechi ngumu sana hiyo. Misri na Ivory Coast. Mechi zote ngumu. Zote hayo yote ni mataifa makubwa. Mechi ni saa 1 usikose na mechi ni saa 4 usiku usikose. Kwa hiyo hayo yote ni ya AFCON. Pengine labda kama Ali Bakari atakuwa tayari baadaye kuzungumzia hayo tutarudi tena. Lakini turudi katika mambo ya usajili. Unazungumzia nani huyo? Mzamiru sio. Tumemzungumzia Okelo, umesema turudi baadaye. Okelo. Mzamiru kwanza nikutoe hofu, ni tetesi ya kwamba anaweza akajiunga na TRA sababu wewe friji lako aligandishi. Tetesi. Ni tetesi. Bado haijawa complete. Sasa pale kwa mfano Yanga pale mbona nimeona wamesajili na international wengi. Kama yupi international? Yupi mwingine international? Wale wanatoka Singida. Damaro. Damaro sio international. Ni Tanzania. Amesajiliwa kama mchezaji mzawa. Amesajiliwa kama mchezaji mzawa. Hao si ndo kati ya wale wachezaji ambao walibadilisha uraia. Na Shake. Shake ni mgeni. Kasajiliwa na. Si umeona amecheza nani? Alikuwa pale amna pale Yanga nani anatoka? Baki lazima mmoja si atoke. Alafu yao Kwasi naye karudi. Dumbia Sinembe ameondoka bado yupo. Dumbia. Yupo bado. Yupo na timu kambini. Conte naye bado yupo. Wote bado na timu kambini. Mimi bwana, kauli yangu kila siku naisemaga. Linapofika swala la Simba na Yanga kuleta mchezaji mpya, aweza akakosekana mchezaji wa kutolewa. Unajua nini? Wakati tunazungumza tulikuwa tunamruka Abel. Mimi nikagundua kwa kutumia sign za Abel. Nikagundua ana kitu. Mpe nafasi sasa. Toa hivi. Mpe nafasi. Abel wakati unazungumza yeye kwa mikono hivi. Akifanyaje unajua ana kitu. Kajua hapa kuna kitu. Yaani haijatulia kama Morandi vile au yani unaona kabisa kuna kitu anataka. Kuna kitu anataka kukisema. Anafanya. Kwa hiyo unasema Simba na Yanga? Yaani Simba na Yanga inapofika swala la kuna mpya lazima aingie. Yaani haijalishi kuna wageni 13, 14, 15. Wanajua namna gani watalifix hilo jambo. Hata kukudaiwa. Yaani hata kupelekwa FIFA, yaani bwana tupelekwe FIFA unatudai. Lakini mtu mpya ameingia wewe tumekutoa. Alafu Simba na Yanga ndio timu pekee ambazo zinaweza kukuchukua wewe zikakwambia wewe endelea kula tu. Yaani kwa mshahara wako usifanye nini huko. Yaani tunakulipa mshahara, tunakupa nini na nini na nini, lakini kwa tupishe kidogo ili aingie huyu. Hivi unakumbuka kuna ile tukio la international yule Boyeli si ndo katoka? Kwa haitoshi. Sasa ameingia Yao Kwasi anarudi. Kama Yao Kwasi anarudishwa kikosi. Hakuwepo kwenye kikosi. Kwenye listi ya usajili wa Yanga hakuwepo. Kafu yupo. Hakuwepo kucheza kafu kama ndani hauna. Lazima upate leseni ya ndani. Yao Kwasi. Anaingia Yao Kwasi. Alafu anaingia Marushakei. Shakei kama mgeni. Alafu anaingia huyo ambao wa Vipers. Okelo. Bado kuna huyo kutoka nje huyo Angola Depo. Angola huyo. Danielson Depo ule wanamuita. Watu wanne kacheza kafu.
Yule hajacheza sana toka Poland. Kwa anaweza akachezea yule atacheza kafu. Kwa hapo kuna watatu. Wanne Na nani? Chakei. Sasa yao tumeshamreplace na Boyeli tuseme hivyo. Kwa hiyo umeshaamua yani ndio ile chazi aliyokuwa anakuambia kwamba nafasi yani ukishaletwa tu nafasi yako ipo. Kwa hao watatu sasa wamebaki watatu. Wape nafasi. Sheria ni 12. Kwa hapo unapozungumzia hivyo ina maana Yanga wako 15 sasa hivi. Kwa wanatakiwa watoke watatu ili hao watatu waingie. Na hao watatu ndio tunajua sisi mpaka sasa hivi. Kwa mkopo labda. Kwa unafanyaje kwa mkopo? Wanatoa kimataifa na mpeleka kwa mkopo. Na taarifa zilizopo kwamba wapeleke kwa mkopo baadhi ya wachezaji na hao wachezaji wamegoma. Wamegoma mkopo wapi? Wale kama wamegoma hela ya kuwalipa itapatikana. Babu unachimba. Na huko Singida kama ninavyosemekana kwamba watapelekwa kwa mkopo Singida Black Star. Wala wataenda Singida. Babu umeshafurahi sasa. Kataja wanaenda wapi? Yaani wale Singida sio inasemekana wanapelekwa kwa mkopo Singida. Wataki wastaki. Wale Singida wataenda. Yule nani yeye anaendelea kubaki. Na kama watu waenda Singida hiyo hela kuvunja mkataba itapatikana watu. Nani? Frank Kiasiki ni mkopo wake ni mpaka mwisho wa msimu. Sasa Singi performance ya hivi karibuni ndio imemuokoa. Sasa Boyeli kakataa au? Nani? Boyeli. Boyeli shikukune sasa hivi. Na Boyeli alisajiliwa kwa mkopo. Na timu yake ishampokea na ishasema chuma kimerudi kazini. Na labda kama wamempost kabisa kwa mtandao yao. Kule South Africa. Karudi yule sio kwa nani? Yes. Ndio kama mkopo kwa wamemrudisha kule. Kwa ana shida yeye. Yule pale achana naye. Bwana mchukue mchezaji huyo tayari. Wa mkopo rais kutoka. Simba. Nini? Simba. Usajili. Simba. Mweleze Abeli. Simba mpaka sasa hivi hamna taarifa mpya. Hata goalkeeper. Tetesi zipo ambazo wapo kwenye mazungumzo na baadhi ya makipa kiukweli. Wapo bado kwenye mazungumzo lakini bado confirmation yupi ambaye atakumsajili bado. Kidole cha nani kimecheza tena. Abeli. Mimi najua Simba kuna kipa anamtaka. Kutoka mzawa. Lakini watapolwa. Kwa nini hayo mambo? Yaani Simba wanapolwaje sasa? Mzawa anamtaka mzawa. Yaani kuna kipa mzawa Simba kwa sababu sasa hivi unajua kwa kanuni zetu timu hairuhusiwi na makipa wawili wa kigeni. Na Simba tayari wana kipa mmoja mgeni. Kwa hiyo waweza wamwache huyo wamlete kipa mgeni au wasajili tu mzawa. Na kutokana na mazingira wanaona kama Kamara anaweza akarudi mmoja. Haruhusiwi kuwa na wawili. Kwa hiyo haizi kuongeza mgeni mwingine. Kwa hiyo kutokana na situation ya Kamara wanaona kwamba kumsajili kipa mwingine na kumwacha Kamara kwa sababu Kamara anaelekea kupona. Kwa hiyo wanatafuta kipa wa kupita naye kwenye kipindi hiki kigumu ambacho Yakubu kaumia. Si yule nani anacheza Mapinduzi? Abeli kipao namba 3. Abeli ni kipa namba 3. Kwa hiyo kuna kipa mzawa ambaye wamemapproach. Watani zao wanaweza wakawapola kwa sababu nao wameingia sokoni. Yaani wanamtaka kipa huyo. Lakini sawa watani nao wanataka wawe na makipa wangapi? Football unajua watani tunakomishana. Kwa sababu yani wale watani wenyewe kwa ni wale makipa wao wale wako pale yani wale ambao wapati nafasi kwa Diara. Yani mmoja akija huku upande wa pili anadaka vizuri. Unajua shida Nkini ilipo. Kwa unakuja kuongeza mwingine pale na maana kutakuwa na makipa 4 Nkini ambao ni high class. Ni kweli kabisa. Yani kwa hoja ya kimpira uko sahihi kabisa. Lakini kwa hoja ya utani wa jadi sisi tunawazoofisha wale. Yaani wale wana shida ya kipa. Kipa ambaye anaonekana sasa hivi kidogo anaweza akaenda kuwasaidia ni yule. Sisi tunamchukua yule ili wale wa struggle. Alafu tunampeleka kwa mkopo sasa hivi. Ndio kinachofanyika. Kiandamizi. Lakini yani sio kitu cha ajabu kwa sababu nakumbuka kuna kipindi cha nyuma kuna timu ilikuwa na mastriker watatu yani wale walofukuzana wazao watatu wote iliwachukua. Akabaki striker mmoja ambaye upande wa pili wanataka kumchukua yani angalau basi huyu basi mshachukua basi angalau mchukue huyu. Ghafla na watu wametembea naye huyo afa akaangalia mkeka. Leo kuna michezo kadhaa ambayo itachezwa, kwa hiyo usikose kufuatilia katika channel zetu ili uweze kushuhudia hiyo hasa ya AFCON. Na mechi iliyobaki ni mechi ya Mapinduzi hiyo ya Dar es Salaam Derby tarehe 13. Anachukua ubingwa.
kati ya Azam na nani? Hili sasa swali la kushtukiza hili. Ndio unatakiwa ujibu. Unatakiwa ujibu. Sisi unajibu tu, si timu ziko mbili. Yaani sio kitu cha kwenda kukaa chini. Wewe ni jibu nani anachukua ubingwa kati ya Yanga na Azam. Kumbuka kwamba Azam mpaka sasa hivi mechi 3 mfululizo Simba hajamfunga. Makocha watatu tofauti. Yaani Azam makocha watatu tofauti. Alianza Fadlu 2-2, akaja Matola akapigwa 2-0. Amekuja Steven Baka amepigwa 1-0. Azam ameenda fainali, anakutana na Yanga. Haya, Yanga na Azam nani bingwa? Wewe wote wajibu lako moja tu. Swali mbona la mtego? Sasa mtego wake uko wapi? Wewe jibu. Yanga na Azam ndio wameenda fainali. Nani bingwa? Azam. Molandi? Yanga. Judy? Azam. Chaz? Yanga. Ngine? Azam. Haya, tunafika tamati ya kipindi cha Kurasa za Mwisho kwa siku ya leo. Tukutane wakati mwingine.